Marekani na mataifa ya Ghuba yanakataa utozaji wa ushuru katika mlango wa bahari wa Hormuz, yakisisitiza uhuru wa urambazaji, lakini wakisema kwamba maji katika mlango wa Hormuz ni maji ya kimataifa. Mkazo wa Marekani na nchi za Ghuba unadumisha kasi na umoja katika mazungumzo ili kuzuia Iran kuwahi kutengeneza au kupata silaha za nyuklia. Nchi za Baraza la Ushirikiano la Marekani na Ghuba GCC zimetoa wito wa kufunguliwa tena kwa lango la bahari la Hormuz, zikisisitiza kuwa urambazaji bila malipo kupitia njia hiyo ya kimkakati ya maji bado ni muhimu kwa usalama wa kikanda na wa kimataifa. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa mnamo Alhamisi baada ya mkutano wa mawaziri wa Marekani na GCC katika mji mkuu wa Bahrain wa Manama, pande hizo mbili zilisisitiza umuhimu wa kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, zikisema usafiri wa baharini huru, usiokuwa na masharti na usiokuwa na vikwazo, ikiwa ni pamoja na haki ya kupita kwa mujibu wa sheria za kimataifa, bado ni muhimu kwa usalama wa kikanda na kimataifa. Taarifa hiyo ilisema mawaziri walikataa ushuru, ada au majaribio yoyote ya kudhibiti mlango wa bahari. Mawaziri hao pia walisisitiza haja ya kudumisha kasi na umoja wakati mazungumzo kati ya Marekani na Iran yakiendelea kuelekea mwisho wa kudumu zaidi kwa uhasama, wakitaja lengo la pamoja la kuzuia Tehran kuwahi kupendekeza au kupata silaha za nyuklia. Pia walikaribisha tangazo la Oman na shirika la kimataifa la usafiri wa Bahrain juu ya kuzindua mpango wa kuwahamisha zaidi ya mabaharia 11,000 waliokwama katika eneo hilo. Mataifa sita ya Ghuba ya Kiarabu pia yalionyesha kuunga mkono juhudi za serikali mpya ya Iraq ya kuzuia silaha kudhibiti serikali, huku kukiwa na wasiwasi juu ya wanamgambo wenye mafungamano na Iran wanaofanya kazi katika ardhi ya Iraq. GCC inajumuisha nchi kama vile Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait, Bahrain na Oman. Ukitoa Oman, nchi zote hizo kwa maana ya Saudia, Falme za Kiarabu, Qatar na Kuwait pamoja na Bahrain ni nchi ambazo katika kipindi cha mapambano kati ya Marekani na Iran zilishambuliwa na Iran, na ni maeneo ambayo yana ngome za kijeshi za Marekani na zilishambuliwa vibaya kutokana na namna ambavyo zimekuwa zikishiriki katika mapambano kwa kutoa maeneo yao ambayo kwa namna ya kipekee yamekuwa na ngome za kijeshi za taifa hilo la Marekani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kinatajwa wakati huu kwamba nchi za GCC kwa maana nchi za Ghuba zikishirikiana na Marekani zimekaa katika mkutano na kukubaliana kwamba lazima uhakikishe usafirishaji wa baharini kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz unakuwa ni wa uhuru. Kwa hivyo Iran isitoze ushuru katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue nini kinachojiri duniani.